pamoja na watu wako Bwana. Naomba neema hii ikaweze kutosha ili watu wako wakaweze kupokea neno lako likawa la kubariki maisha yao, kuwainua na kuwatenda yaliyo mema. Funika hili neno kwa damu ya Yesu. Kila anayefuatilia, kila ambaye anasikia, namfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mungu utubariki mchana wa leo kupitia hili neno ambalo umetupea. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Najua mahali ulipo unafurahi na unasema amen. Leo nataka kuzungumza kuhusu neema ama faida ambazo zinakuja kupitia neema hii ambayo Mungu ambaye ametupatia. 1 Corinthians chapter 15 verse 8, 9 and 10. Taanzia hapo alafu tasikia neno la Bwana vizuri. Maandiko inasema na mwisho wa watu wote alinitokea mimi kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume. Na maandiko inaendelea kusema kwa sababu nililiudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivyo nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Azungumza kuhusu neema. Nikwambie neema ni nguvu za Mungu ambazo zinaweza fungua milango mahali wewe ambao ungeweza kufungua. Neema ni ile kibali ya Mungu ambayo inaweza kukupeleka mahali wewe ungeweza kufika kwa nguvu zako. Neema ni ile uwezo ambao unaweza kuachiliwa katika maisha yako utende mambo ambayo ungeweza kutenda katika nguvu zako wewe mwenyewe. Kwa hivyo kila mtu katika dunia hii anastahili kuomba neema ya Mungu, ama anastahili kutembea katika neema ya Bwana, ama unastahili kutambua neema ya Mungu. Basi Paulo anasema ya kwamba mimi ni mwisho wa watu wote niliotokewa mimi, kama mtu asiyesaliwa si wakati wake. Yaani Paulo anatamani anaifungua hii neema ama kudhihirisha kwetu jinsi hata ilivyo. Anasema sio kama niliyekuwa nimesaliwa wakati wake. Yaani ni kwa neema nikasaliwa. Lakini anasema ya kwamba siye mtu aliyesaliwa katika wakati wake. Inamaanisha kwamba anatambua neema, anadhamini neema, amefunuliwa neema ni nini. Alafu anaendelea kusema maana mimi ni mdogo katika mitume. Ukisoma mambo ya Paulo amefanya mambo mengi sana, lakini anasema mimi ndiye mdogo kwa watume wote. Yaani watume wakiwekwa pamoja, anasema mimi ni mdogo. Kwa sababu gani? Anasema nisiyestahili kuitwa mtume. Ni kwa sababu gani? Paulo alikuwa anajua jinsi vile alitesa kanisa, alikuwa anajua vile alitesa waumini, alikuwa anajua mambo ambayo alifanya ya kumuudhi Mungu. Na akaendelea kusema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivyo nilivyo. Amekuwa vile alivyo kwa sababu gani? Ni kwa sababu Paulo amehubiri injili ikapenya. Paulo amefanya miujiza. Paulo amefanya kazi ya Mungu. Paulo amepata kibali mahali angeweza kupata. Lakini anasema ya kwamba ni kwa neema, sio hivyo tu, lakini ni kwa neema ile Mungu amenipatia. Anasema ni ile neema iliyo kwangu, sio bure, bali ni nazidi sana kufanya kazi ya Mungu kupita wengine wote. Ni kwa sababu gani anafanya kazi ya Mungu kushinda wengine wote? Na anasema ya kwamba mimi ndio mdogo. Ni kwa sababu neema ya Mungu iliyoachiliwa kwa Paulo imeweza kumfungulia milango mahali angeweza fungua. Imempeleka mahali wengine mitume hawangeweza kufanya. Imefanya akafunga na kaomba na kafanya kazi ya Mungu kuliko wale mitume wengine. Mpendwa mtazamaji, mchana wa leo nataka kukuambia haji.
ni tamanio langu na ninaamini ni tamanio lako, upate kutafuta neema ya Mungu katika maisha yako, ambayo utafanya mambo uanze kuona ya kwamba sio nguvu zako, uanze kuona sio hekima yako, uanze kuona sio ujuzi wako, uanze kuona sio nguvu zako. Wakati ambao utaona sio nguvu zako, wakati ambao utaona sio elimu yako, hapo sasa ndio unaanza kutambua neema ya Mungu ndio inafanya kazi juu ya maisha yake. Paulo anasema katikati ya wengine mitume wote, mimi ni mdogo wake, lakini anasema yale mambo nimeyafanya, kwenye nimeenda ni kwa neema za Bwana. Mchana wa leo nataka kukuambia aje, tambua neema ya Mungu iliyo juu ya maisha yako. Anza kuona neema ya Mungu inaweza kukupeleka mbali, mahali wewe ungeweza kuenenda. Angalia neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Paulo. Paulo ni mtu ambaye angefungwa gerezani, halafu mnampata hayuko hapo tena. Neema ya Mungu ikishuka, hizo nguvu za Mungu sikushuka juu ya maisha yake, anafanya vitu ambavyo kwa uwezo wake, kwa nguvu zake hangeweza kufanya. Mchana wa leo nakufunza haje mpendwa, ni lazima na ninatamani ya kwamba ujue na utambue neema ya Mungu ile ambaye anaachilia katika maisha yako, na uitumie vizuri na ushikilie isiwahi ondoka katika maisha yako. Neema ya Mungu ni ile kibali unapata mbele za wafalme. Neema ya Mungu ni ile upendeleo unapata hata katika jamii. Je, umewahi jua ya kwamba unaweza pata vitu ambavyo haukufanyia kazi, haukulipa? Hiyo ndio tunaita neema. Ni nguvu za kiungu za Mungu ambazo zinakufanya upenye mahali ambapo ungeweza penya wewe mwenyewe. Upokee vitu ambavyo ujalipia wewe mwenyewe. Hiyo ndio tunaita neema za Mungu, kibali za Mungu kikiwa juu yako, katika jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu. Mpendwa, mchana wa leo nataka ujua ya kwamba Paulo anasema ya kwamba sio kwa nguvu zangu, ni ile neema iliyoachiliwa na Mungu juu ya maisha yangu. Ndio maana anaenda huko akihubiri, ndio maana anaenda kufungua makanisa. Neema ya Paulo iliyokuwa juu yake ilikuwa hata anafungua makanisa, alikuwa na uwezo wa kutembelea makanisa. Ndio maana unamuona akikutana na kanisa la Galatians chapter 3, anawaambia nani alimroga ninyi? Mlianza katika imani, sasa mnaanza kubadilika, mmeanza kufanya kazi katika mwili. Ni kwa sababu gani? Angelifungua kanisa na analifuatilia tena. Hiyo ni neema iliyokuwa juu ya Paulo. Mchana wa leo nataka kukuhimiza aje mpendo, kuna neema Mungu huachilia ili ufanye kazi ambayo ungeweza kufanya kwa nguvu zako. Kuna neema Mungu ameachilia kwetu ili tuweze kuenenda mahali atungeweza pasipo hiyo neema ya Mungu, ili ya kwamba tukapate kujua Mungu wetu anaweza mambo yote. Tupate kujua sio sisi, sio elimu yetu, sio zile pesa tuko nazo, sio ile hekima tuko nayo, bali ni neema ya Bwana. Paulo anasema niko jinsi nilivyo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Ninafanya mambo ambayo ninafanya si kwa sababu ninajua, lakini ni neema ya Mungu iliyo juu ya maisha yangu. Pendwa, mchana wa leo nataka ya kwamba ujue ya kwamba katika kazi unaofanya unahitaji neema za Bwana. Katika kulea watoto unahitaji neema za Bwana. Kwa huduma ambayo unaifanya unahitaji neema ya Bwana. Mpaka usimame mahali moja useme ya kwamba hii kazi nimefanya sio mimi, ni neema ya Mungu iliyo juu yangu. Ukianza kuona mambo kama hayo, basi tambua ya kuwa neema ya Mungu iko juu ya maisha yako. Neema ya Mungu inaweza fungua njia mahali ambazo haziwezi funguliwa. Neema ya Mungu inakupatia kibali mbele ya watu ambao ungeweza fikiria unaweza pata kibali. Neema ya Mungu inaweza kukuinua kutoka mavumbini mpaka ikuketisha na wafalme. Neema ya Mungu ni nguvu za Mungu zinazokuja katika maisha ya mwanadamu. Anapata kibali mahali anaenda, anapata ushindi mahali anaenda, ana hekima ya Mungu. Paulo amehubiri injili, na ukiangalia injili ya Paulo na barua zile ambazo ameandikia makanisa ya Wakorintho, makanisa yale ambayo ameandikia, utaona
Paulo alikuwa na neema ya kipekee hata katika ufunuo, ambaye anapata ufunuo sio kama yule mwandishi mwingine. Kwa sababu gani? Ni neema ya Mungu iliyokuwa juu ya maisha yetu yake. Kwa hivyo mchana wa leo, pendo msikilizaji, ninataka kukwambia hivi: tafuta neema ya Bwana. Omba Mungu mpaka uanze kuona unatembea katika neema za Bwana. Omba Mungu uanze kuona ya kwamba uko katika neema za Bwana. Omba Mungu mpaka macho yako ya kiroho ianze kuona ya kwamba kuna neema, kuna nguvu zingine unahitaji katika maisha yako, ili kwamba ukaweze kufanya kazi ambayo iko mbele yako. Aidha ni kusomesha watoto, ama ni kufanya biashara, ama ni kuinua company, ukaweze kujua ya kwamba unahitaji hiyo neema, na unaomba mpaka hiyo neema iweze kufanya kazi katika maisha yako. Pendo, unapoamka asubuhi, jua unahitaji neema ya Bwana, na hiyo ndio kitu unafaa kuwa unaomba. Mungu, leo naomba neema yako iwe juu ya maisha yangu, kwa ile kazi naenda kufanya, kwa mambo ambayo naenda kufanya, kwa safari ambayo niko nayo, kwa kuongea kwangu. Naomba ya kwamba ni neema, unipe maneno ya neema. Paulo ukimwangalia anaambia Wakristo ya kwamba na maneno yenu ijawa na neema, ya kwamba maneno ambayo unazungumza sio unaroboka tu, sio unasema tu, sio unaongea tu kwa sababu umepata nafasi ya kuongea. Ni kwa sababu ni neema itakuwezesha kuzungumza maneno ambayo Mungu anaweka katika ulimi wako. Kwa hivyo Paulo anawaambia ya kwamba na maneno mnayoyazungumza yajawe na neema. Mpendo msikilizaji, ni lazima utafute neema katika kuongea kwako, ili kwamba ukaweze hata kukaa na marafiki wa maana juu ya maisha yako. Wengine wamepoteza marafiki wa maana kwa sababu ya maongeo, lakini Paulo anaendelea kusema ya kwamba sio mimi ninayofanya mambo haya, lakini ni neema iliyo juu ya maisha yangu. Kwa hivyo mpendo msikilizaji, mchana wa leo, tafuta na upende kutafuta neema ya Bwana. Tembea katika neema ya Bwana. Itafungua milango, itakufikisha mahali ungefika, itakupeleka mahali ungeenda, itakuunganisha na watu wa maana wale ungefikiria unaweza kaa pamoja na wao, itakuinua viwango vingine. Neema, neema, neema. Neema itoshe juu ya maisha yetu. Unapoomba siku baada nyingine, omba neema ya Mungu. Ni kibali, ni nguvu za Mungu zinazofanya kazi katika moyo na maisha ya Mkristo. Hiyo neema tunahitaji. Kila mmoja anahitaji neema. Uwe uko mkubwa, uwe uko mdogo, uwe uko wapi, uwe umezaliwa wapi, unahitaji neema ya Bwana. Unahitaji neema ya Bwana ili ya kwamba ndoto na maono zako zikaweze kutimia. Sema amen kama unasikia sauti yangu mchana wa leo. Paulo anasema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivyo nilivyo. Ni neema ya Mungu ilimfanya aweze kufanya miujiza mingi. Ni neema ya Mungu ilimfanya akaweze kufungua makanisa mengi. Ni neema ya Mungu ilifanya aweze kuandika barua nyingi. Ni neema ya Mungu ilifanya asimame mbele ya wakuu na aweze kufanya kazi ambayo Mungu alimuhimiza kufanya. Ni neema ya Mungu ilimuinua. Paulo alikuwa mtesa kanisa, ndivyo maandiko inavyosema, lakini neema iliposhuka juu ya maisha yake iliweza kumbadilisha. Jana wa leo ninakuombea ya kwamba neema ishuke juu ya maisha yako mpaka ubadilike vile unavyokaa, kule unapoenda. Neema ya Mungu ishuke juu ya maisha yako. Paulo anasema niko jinsi nilivyo ni kwa sababu ya neema ya Bwana. Naweza simama mbele ya wakubwa kwa sababu ya neema ya Bwana. Naweza enda mbali kwa sababu ya neema ya Bwana. Jana wa leo mpendwa, kila mmoja anahitaji neema ya Bwana. Katika hiyo kazi unafanya ndogo, ni neema ya Mungu unahitaji. Katika kampani ambayo umeajiriwa, ni neema ya Mungu unahitaji. Katika huduma ambayo inaifanya, ni neema ya Mungu unayoifanya. Sio kwa nguvu zako, sio kwa elimu yako, sio kwa uwezo ulio nao, bali neema ya Mungu itoshe katika mambo yote tunaofanya chini ya hili jua, ili Mungu wetu aweze kutukuzwa. Kwa hivyo tunahitaji neema ya Bwana, kama vile Paulo anahitaji neema, na kila kitu anaofanya anasema ninatambua neema ya Bwana. Ninajua ni neema ya Mungu. Ninajua mimi ni
ni mdogo katikati ya mitume, lakini neema ya Mungu imenifanya nikaweza kufanya mengi hata kuwashinda. Neema hiyo ndio mpendo unahitaji kupokea katika maisha yako, katikati ya ndugu zako na dada zako. Wacha utamani kukua na neema ili ukaweze kufanya vitu ambavyo ndugu zako na dada zako hawangefanya, ili ya kwamba ukaweze kuinuka jinsi ambavyo hawangeweza inuka. Unahitaji neema ya Bwana. Unahitaji hichi kibali cha Bwana kikupeleke mahali ungeweza kuenenda, kikakupatia uwezo wa kufanya vitu ambavyo ungeweza kufanya kwa utukufu wa jina la Bwana. Kwa hivyo faida ambayo tuko nayo kwa neema za Bwana ni kwa kuwa neema hii inatuwezesha kufanya mambo ambayo hatungeweza kuyafanya, kama Paulo vile anasema, mimi niko mdogo katikati ya mitume, lakini katikati ya wote nimefanya mambo mengi. Pendo msikilizaji, mchana wa leo, ni nini umefanya kupitia neema ya Bwana? Je, unatambua hii neema? Je, unadhamini hii neema? Je, ungelipenda kuwa na hii neema? Je, umewahi tafakari ukae ukijua neema ya Mungu kuna kitu inaweza fanya katika maisha yako? Hiyo ndio nimekuja kukuambia mchana wa leo. Tambua neema ya Bwana. Penda neema ya Bwana. Omba neema ya Bwana ishuke juu ya maisha yako. Uone ya kwamba hautakuwa jinsi ulivyo tena. Maisha yako inakuja kubadilika. Baada ya Paulo kupokea wokovu, neema hiyo ilimbeba na ikampeleka mbele. Neema hiyo ilimuinua. Neema ile ilimfungulia milango. Neema ile ilifanya akajulikana ya kwamba Paulo ni mtumishi wa Bwana. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, mchana wa leo, ni neema ya Mungu unahitaji katika hiyo biashara. Ni neema ya Mungu unahitaji kwa hiyo ukulima unaofanya. Ni neema ya Mungu unahitaji kwa ufugaji. Ni neema ya Mungu unahitaji kwa hiyo kazi unataka kuianzisha. Ni neema ya Mungu unahitaji kwa madhabahu. Ni neema ya Mungu tunahitaji tunapolea watoto. Ni neema ya Mungu tunahitaji katika maisha yetu. Hata unapotembea usiku na mchana, tambua ni neema ya Mungu ambayo imekufanya utembee na urudi mahali unastahili kukua. Saa ingine watu wanasema ni nguvu zangu, ni uwezo wangu, ni elimu yangu, ni pesa zangu. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba funguka macho mpendwa, angalia ni neema ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waefeso inatuambiaje? Tunaokolewa kupitia neema. Yaani ni neema ya Mungu inafanya tuokolewe. Neema hii inafanya tuokolewe. Maandiko inatuambia ya kwamba Ephesians chapter 2 and verse 8. Maandiko inasema ya kwamba sio kwa nguvu zetu, sio kwa hekima yetu, bali ni kipawa ambacho tumepewa na Mungu. Ndivyo inavyotuambia Ephesians chapter 2 verse 8. Maandiko inatuambia aje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije kujisifu, lakini ni kwa neema. Pendo, nataka kukuambiaje mchana wa leo? Hata wokovu tunaopata, faida ingine tumepata kupitia neema ni wokovu. Wokovu ni neema za Bwana. Sikushuka juu ya maisha yako, utatambua ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na unahitaji wokovu. Neema ya Mungu ikishuka juu ya maisha yako, utaona wewe unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo maandiko inatuambia aje? Ni kwa neema tumeokolewa kwayo kupitia njia ya imani. Pendwa msikilizaji, mchana wa leo, faida ingine ambayo tunapokea kupitia neema ni wokovu. Wokovu uja kwa neema ambayo Mungu ameachilia kupitia njia ya imani. Na maandiko inatuambia sio ya kwamba ni kazi zetu, si kwamba ni matendo yetu, lakini ni neema ya Mungu tumeokolewa kwayo. Ni kipawa Mungu ametupatia. Wakati mwingine tunapewa vipawa na hatutambui kwamba ni Mungu amepeana vipawa. Kama umeokoka mchana wa leo, tambua kujua ni kipawa Mungu amekupatia. Sio kwa matendo, sio kwa sababu umetoka kwa familia fulani. Ni neema ya Bwana.
Mchana wa leo funguka macho ya kwamba ujue, ukiona uko naenda kanisani, ukiona uko na familia, ukiona uko na utajiri, ukiona uko na nguvu unaweza tembea, ukiona unafanya kazi, jua ya kwamba ni neema Mungu ameachilia juu yako, na uitambue, uidhamini na umheshimu Mungu. Kwa sababu gani? Ni neema ambayo inatufanya tupokee vitu ambavyo tulivyo navyo, sio kwa nguvu zetu, sio kwa hekima na maarifa yetu, lakini ni neema ya Mungu. Ukipata kibali mbele za Mungu, unapokea vitu ambavyo wengine hawana. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Bwana Yesu apewe utukufu. Mchana wa leo nimekuja kukuambia aje, kuna vitu utapokea kupitia neema ya Mungu. Si kwamba uko na pesa nyingi, si kwamba uko na shamba kubwa, sio kwamba uko na vitu ambavyo unafanya, lakini neema ya Mungu ikiachiliwa kwako, unapokea vipawa. Maandiko inatuambia ya kwamba tumepokea wokovu kupitia neema. Sio ya kwamba ni kazi, lakini ni kipawa Mungu ametupatia. Mchana wa leo nimekuja kukuambia kwa hii mitambo, ukipokea neema ya Mungu, kuna vipawa vinaachiliwa kwako. Kuna kipawa inaachiliwa kwako. Kuna vitu unapokea kupitia neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu usema, nimepewa kitu, nimepokea kitu, nimepewa na fulani, nimepewa shamba na fulani, nimepewa hii kitu na fulani. Wacha nikwambie, ni kibali umepata, niyo neema ya Mungu imeshuka kwako. Kwa hivyo mshukuru Mungu, kwa sababu ni neema. Ni neema za Bwana. Chochote tunapokea mpendo, jinsi vile ulivyo. Sema kama Paulo, niko jinsi nilivyo kwa sababu ya neema ya Bwana. Niko vile nilivyo kwa sababu ya neema ya Bwana. Niko na hii kitu kwa sababu ni neema ya Bwana. Kuna watu wako na vitu vingi, lakini ukiangalia kwa macho yako ya kawaida, unaona ya kwamba hawana vitu ya maana. Lakini wewe ambao hauna pesa nyingi, unajikuta ya kwamba, pendo msikilizaji, kama kuna kitu ya kutafuta usiku na mchana, ni neema ya Bwana. Kwa sababu neema ya Mungu ikija juu ya mwanadamu, inafungua milango ya baraka, inafungua milango ya mambo mazuri, inafungua vitu ambavyo ungeweza pata kwa nguvu zako ama kwa mshahara ulio nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo msikilizaji na mtazamaji, mchana wa leo ni ombi langu, ni kilio ya moyo wangu, upate kutamani kuijua hii neema, kutafuta hii neema, kutafuta hizi nguvu, kutafuta huyu Mungu mpaka atilie neema juu ya maisha yako, ili ukaweze kuwa mtu tofauti. Paulo alipopokea neema ya Bwana, hakuwa Paulo tena, mpaka akaitwa mtume. Wewe mchana wa leo ninakuombea ya kwamba upokee neema ya Mungu mpaka ikuinue, mpaka ikuweke nafasi ambao unafaa kukua, mpaka ikupeleke mahali unafaa kukua, mpaka ikuunganisha na watu ambao Mungu angependa ukae na wao, katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo nataka kukuambia haja mpendwa, angalia ni nani unatembea naye. Ako na neema, anakupeleka wapi? Unakula naye na nini? Unaenda wapi na yeye? Kwa sababu ni neema ya Mungu inatusaidia mambo mengi. Ni neema ya Mungu itatusaidia kujua mambo mengi. Ni neema ya Mungu itatusaidia kufungua milango. Ni neema ya Mungu itakuwa juu yetu, tupate kibali mahali tunaenda, tupate nafasi mahali tunaenda, tupate kufika katika hatima ile Mungu amekusudia tufike juu ya maisha yetu. Ni neema ya Mungu itakuwa juu ya maisha yetu, ndiye tuweze kupokea chenye tunatamani kupokea katika maisha yetu. Usikae ukisema, kwa nini mimi sina hii? Kwa nini sijafika hapa? Tafuta kujua ya kwamba neema ya Mungu iko juu yako, na kama iko juu yako inafanya kazi jinsi gani.
Ukijua mambo haya, utaendelea kumwamini Mungu, utaendelea kukaa uweponi mwa Bwana, utaendelea kumpenda Bwana, utaendelea kumulilia Bwana mpaka hiyo neema itoshe juu ya maisha yako. Na ikishatosha, kuna vitu utafanya na useme ya kwamba sio mimi niishie, bali ni Kristo ndani yangu, sio nguvu zangu, bali ni neema iliyo juu yangu. Kama vile Paulo alisema, jinsi nilivyo ni kwa sababu ya neema. Pendwa, ninakuombea mchana wa leo, chenye utapokea ya dhamana, mahali utaenda, mahali Mungu angependa ufike katika maisha yako. Kila utafanya katika familia yako uinuke katika maisha yako. Kila utafanya katika huduma imarike, isonge na mbele, ipanuke. Nataka utambue ya kwamba ni neema za Bwana, ni nguvu za Bwana, ni Mungu kukuchagua, ni Mungu kukupenda, ni Mungu kukutenga, ni Mungu kuachilia neema juu ya maisha yako. Pendo, mchana wa leo nataka ukiomba mchana wa leo na siku zile utaendelea kuomba, endelea kuamini Mungu juu ya neema, endelea kupenda Mungu juu ya neema, endelea kumtafuta Bwana kwa sababu ya neema, kwa sababu ni kwa neema tunaokolewa, kwa ni kwa neema tunapata vipawa, ni kwa neema tunapenya, ni kwa maana tuko jinsi tulivyo, ni kwa maana chenye tuko nacho ni Mungu. Pendo, hata ukivaa, jua ni neema za Bwana. Ukikula katika nyumba yako usiku na mchana, jua ni neema ya Bwana. Ukitembea usiku na mchana, jua ni neema ya Bwana. Ukiwa na biashara, jua na utambue ni neema ya Bwana. Na useme kama Paulo, jinsi nilivyo ni kwa neema za Bwana, ni kwa kibali cha Mungu, ni kwa sababu Mungu yu pamoja nami, ni kwa kuwa ninatembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo ninapenda hii neema. Ninajua neema inaweza fikisha mtu mahali angeweza fika. Ninajua neema inaweza kukupatia uwezo wa kiungu ya kufanya kazi jinsi ungeweza kufanya na upate faida ambayo ungeweza fikiria. Ni kwa sababu ya neema za Bwana. Neema ya Mungu ni nguvu za Mungu zinazotenda kazi katika maisha ya Mungu na ya mwanadamu, na ni Mungu uachilia. Mchana wa leo, mpendwa msikilizaji, nataka kukuambia ya kwamba faida ingine ya neema ni kwamba umeokolewa kwa neema, na ni kipawa unapewa. Kwa hivyo vipawa vingi uja kwa neema. Tafuta kuangalia katika maisha yako, na hii neema imefungua milango jinsi gani, na hii neema imeniunganisha na nani, na hii neema imenifikisha wapi, na hii neema inafungua milango jinsi gani. Ukishajua hivyo, kaa katika neema. Usiwahi ondoka kutoka kwa neema. Usiwahi toka kwa neema za Mungu, kwa sababu neema ya Mungu itakufanya ustahimili mambo mengi. Ungojee Mungu kwa neema katika jina la Yesu Kristo. Hata chenye hauna, ni neema ya Mungu itakufanya ungojee mpaka Mungu ajibu, mpaka Mungu atembee, mpaka Mungu afungue mlango, mpaka Mungu akubariki, mpaka Mungu akutane na tamanio la moyo wako. Kwa hivyo hii neema inafaa kuwa juu ya kila mmoja wetu. Unaipenda hii neema, ipokee leo kwa jina la Yesu Kristo. Unadhamini hii neema, ipokee kwa jina la Kristo Yesu. Ungependa hii neema ikufikishe wapi? Kama unatambua ni neema ya Mungu, ipokee katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu tunaishi kwa neema, tutembea kwa neema. Chochote tulicho nacho ni neema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapoenda kumaliza, ninataka kukufundisha jambo lingine kutoka kitabu cha Titus chapter 2. Titus chapter 2 from verse 9. Maandiko inatuambia aje? Kitabu cha Titus chapter 2 from verse 9. Nitakusomea alafu tumalizie mahali hapo. Inatuambia hivi ya kwamba watumwa na watii bwana zao, wakiwapendeza katika mambo yote. Wasiwe wenye kujibu, wasiwe waibaji, bali wauonyeshe uaminifu mwema wote, ili wayapambe mafundisho ya wokovu wetu Mungu katika mambo yote. Verse 11 inatuambia, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Verse 12, nayo imetufundisha kukataa
ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu sasa. Hivyo ndivyo neema inavyotuambia. Neema inatufunzaje wapendo? Neema inatufundisha tuseme hapana kwa mambo ambayo sio ya kiungu. Unapofanya mambo ambayo sio ya kiungu, tafuta kujua ya kwamba neema ya Mungu je iko juu ya maisha yetu. Maandiko inatuambia watumwa watii bwana zao. Unapokaa na utii bwana zako mwenye amekuajiri, taka kujua kwamba hii neema ipo juu ya maisha yangu. Taka kujua ya kwamba ninatembea kwa hii neema, kwa sababu maandiko inasema na watumwa watii bwana zao. Unapoona uwezi tii mzazi, unapoona uwezi tii mchungaji, unapoona uwezi tii mahali umeajiriwa, tafuta kujua neema ya Mungu ilienda wapi katika maisha yako, kwa sababu hii neema ndio inaweza kukufanya ukaweze kuinuliwa. Lakini ukidharau neema, itakuwa ya kwamba wewe haujatii. Kwa hivyo faida nyingine ya neema ni kwamba inatufundisha kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tii kile unaambiwa. Tafuta kutii, tafuta kunyenyekea, tafuta Mungu, kwa sababu neema hii unahitaji siku baada nyingine. Na maandiko inasema ya kwamba wakiwapendeza katika mambo yote. Wewe unapendeza Mungu katika mambo yote. Unapendeza bwana zenu katika mambo yote. Unapendeza nyumbani katika mambo yote. Hii neema inatufundisha tupendeze Mungu. Tutende mambo mazuri mbele za Bwana. Tumwabudu Mungu katika mambo yote. Hii neema mpendo ni jambo ambalo limefunuliwa kwetu, lakini wengine wamelidharau, wengine wamelikataa. Mchana wa leo nimekuja kukuambia hivi: watii bwana zenu, wapendezeni katika mambo yote. Jinsi unavyofanya hiyo kazi, tafuta kumpendeza, utapendeza Mungu. Tafuta kujitafutia nafasi kupitia neema. Wengine wetu wameasishwa kazi ni kwa sababu ya kukosa kupendeza, kukosa kutii. Lakini mchana wa leo niko mahali hapa nikwambia ya kwamba neema, 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 hiyo ndio unahitaji katika mambo yote unayoifanya, ili jina la Mungu wetu liweze kutukuzwa. Tunaambiwa wasiwe wa kujibu kwa haraka. Kuna watu wako kwa kazi, ukiwaambia kitu anajibu kwa haraka. Lakini mchana wa leo tafuta Mungu, maneno yako ikue na kiasi, ili jina la Mungu liweze kutukuzwa. Maandiko inatukanya tusikue waibaji, tusihive, tusifanye mambo ambaye haina uaminifu, ili tuyapambe mafundisho. Je, unajua mpendo, unapotii, unapofanya mambo inayopendeza Mungu, unapokuwa mwaminifu, unapochukua marekebisho, unajua ya kwamba unapamba mafundisho ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Unajiweka nafasi yako nzuri ya kuinuliwa na hii neema. Unajiweka nafasi yako ya kufanya ukubalike kupitia hii neema. Mchana wa leo maandiko inatuambia, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote inatufundisha. Na inatufundisha hata kukataa mambo mabaya, mambo ambayo hayamtukuzi Mungu. Neema ya Mungu inatufundisha kusema hapana kwa mambo ambayo sio ya kiungu. Mchana wa leo faida nyingine unaweza pata na kupokea kupitia ni neema ni kwamba itakufundisha kusema hapana kwa mambo ambayo sio ya kiungu. Mchana wa leo mpendo, kuna watu ambao wanaingia kwa mambo ambayo ipendezi Mungu kwa sababu ya kutotambua neema, kwa kutodhamini neema. Mchana wa leo kuna mambo ambayo unafaa kuacha ili ukaweze kuyarembesha mafundisho haya ama kukaa katika sheria za Bwana. Wacha neema ya Mungu mchana ya leo ikufundishe kusema hapana kwa dhambi,
hapana kwa mambo ambayo haimpendezi Mungu, hapana kwa mambo ambayo haimtukuzi Mungu, hapana kwa mambo ambayo haifundishi mwenye amekuajiri, ambayo ili kwamba ikaweze kukufungulia milango mahali ambao ungeweza kujifungulia. Maandiko inasema ya kwamba tupate kuishi kwa kiasi, yani tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu huu wa sasa tunahitaji kuishi aje wapendwa? Tunahitaji kuishi katika kiasi, tuishi katika haki, tukae katika utauwa. Ulimwengu wa sasa hivyo ndivyo inahitaji. Na kama mpendwa unatamani kuinuka kiwango kingine, kufunguliwa njia mahali hazingefunguka, kuinuka viwango ambavyo ungeweza kujinua, kufanya mambo ambao ungeweza kulipia, kuenda mahali ambapo ungeweza jipeleka, tafuta kibali za Bwana, tafuta neema ya Bwana, tafuta kukaa katika haki, tafuta kukaa katika utauwa, na utauona uaminifu wa Bwana. Neema ya Mungu inatufanya tufanye kazi ambayo hatungeweza kuifanya. Tuhubiri jinsi ambavyo hatungeliweza kwa hekima zetu. Neema ya Mungu, neema ya Mungu. Kila wakati Paulo akizungumzia kanisa, akiandika barua, utaona ya kwamba anasema na neema ya Mungu iwe juu yenu, na amani ya Mungu imtoshe. Kwa hivyo hata leo, mchana wa leo, ninakuombea neema ya Mungu iwe juu yako. Naomba neema ya Bwana ikupate kujua kukaa katika maisha yako, ili ukaweze kuona uaminifu wa Bwana, ili ukaweze kuona wema wa Bwana. Nimekufundisha mambo ya maana sana, ambayo neema ya Mungu ikikaa juu ya maisha yako inaweza kukupeleka mahali ungeweza kupeleka. Inaweza kukuambia ya kwamba unafanya dhambi. Hii neema inakuletea hata vipao. Hii neema inafungua milango kwa ajili ya wale ambao wameitambua, wameikubali. Pendwa, tunaishi kwa neema, tutembea kwa neema, tufanya kazi kwa neema. Chenye tulicho nacho ni kwa neema, sio kwa nguvu zetu, lakini ni neema ile Mungu amedhihirisha kwetu. Ni neema ile Mungu ameachilia juu ya maisha yetu. Na mchana wa leo nitaombea yule ambaye anasema mimi nahitaji hiyo neema, mimi nataka ifunuliwe kwa sababu kuna wengine hata wajui kama kuna neema inafunuliwa. Unapofanya mambo, umewahi simama ujiulize, ni nguvu zangu? Unapoenda mahali, umewahi jiuliza, niko haje jinsi hii na nimefika hapa jinsi gani? Jua kwamba ni neema ya Bwana, ni neema ya Bwana, ni neema ya Bwana. Wacha tuombe na wale ambao wanahitaji neema ya Bwana, na itakufundisha kusema la kwa dhambi. Usiende kwa dhambi kwa sababu unakosa kudhamini neema ya Bwana. Tambua neema ya Bwana itakufundisha la kwa mambo ya dunia, la kwa mambo ambayo haimpendezi Bwana, la kwa mambo ambayo haitukuzi jina la Bwana, na utajibeba vizuri katika maisha haya, neema ya Mungu ikiachiliwa juu ya maisha yako. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, tumekuja kwako kwa jina la Yesu. Sema ni asante kwa sababu ya fundisho la mchana wa leo. Najua wengi wamelipokea Jehova. Najua wengi wamelisikia mara ya kwanza. Najua wengine hawakuwa na ufunuo, lakini mchana wa leo limefika kwao kwa njia ya urahisi. Ninaomba ya kwamba sasa, Mungu wa mbinguni, ya kwamba hii neema idhihirishwe kwa wale ambao hawakuwa wanaijua. Idhihirishwe kwa wale ambao hawajawahi sikia, katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hii neema ifunuliwe kwa wote ambao wanasikia vile tunavyohubiri kupitia hii mitambo, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Na sasa Mungu, ninaomba neema itoshe juu ya kila mmoja ambaye anahitaji. Wale wanahitaji neema katika biashara zao, ninazungumza waipokee katika jina la Yesu. Wale wanahitaji neema ya kulea watoto, ninaiachilia katika jina la Yesu Kristo. Wale wanahitaji neema katika utumishi, ninaomba itoshe juu ya maisha yao. Wale wanahitaji neema ya kusema la kwa dhambi, ninawaombea kwa jina la Yesu Kristo. Wacha hii neema ishuke juu ya yule mzee, juu ya yule kijana, juu ya yule mama, juu ya yule msichana, juu ya yule mtoto, ya kwamba hii neema Jehova
iwafundishe kusema la kwa dhambi, kwa mambo ambayo haimpendezi Mungu katika jina la Yesu, ili waweze kukupendeza katika kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu wa mbinguni. Naombea neema hii toshe kwa kila mmoja anayehitaji. Wengine hatutataja, lakini Mungu, kama vile maandiko inavyosema, zaidi ya vile tunavyowaza, zaidi ya vile tunavyofikiria, Bwana unaweza kuyatenda, na zaidi ya yale tunavyoomba. Ninaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni, wewe ujuae mawazo yao watendee, wewe ujuae tamanio na mioyo yao watendee, wewe ujuae mawazo yao watendee. Bwana, wacha hii neema ibebe kila moja mwaka huu, na utukufu wote utakurudia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sasa nataka niombe na yule ambaye anasema nataka hii neema ya wokovu. Neema hii maandiko imetuambia ya kwamba tunaokoka kwa neema kwa njia ya imani. Kuwa na imani ya kwamba neema hii itakubeba ukiokoka. Neema hii itazidi kudhihirishwa kwako ukimpokea. Shuke juu yangu. Bwana, sasa nafungua moyo wangu upate kuingia ndani yangu. Niokoe, nisamehe dhambi zangu zote. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nitakiri kwamba wewe ni mwana wa Mungu na nitakuishia. Ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen kama umeomba kwa imani.